Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo Review Channel, inayokuletea review recap za filamu mbalimbali, hasa za Kinigeria, za kusisimua, kuelimisha na kufurahisha. Subscribe na turn on notifications kwa kubonyeza alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Niite Triple M TZ. Ni siku nyingine tena, na leo tuna stori nzuri sana. Kaa nasi hadi mwisho wa hii stori yetu, na stori yetu leo inaanzia kwa Kat. Alikuwa msichana mwenye roho ngumu na moyo ulioumia. Maisha yake yalikuwa yamejaa vidonda vya kihisia vilivyosababishwa na baba yake mwenye misimamo mikali, ambaye hakuwahi kumwelewa wala kumpa nafasi ya kujieleza. Kwa muda mrefu, Kat alihisi amefungwa ndani ya maisha ya mateso ya kiroho na kihisia. Ndoto zake zilikuwa zimewekwa kando na matarajio ya familia yake, hasa ya baba yake ambaye alitaka awe mwanasheria, lakini moyo wake ulikuwa kwenye sanaa na urembo. Akiwa amechoka na mvutano wa kila siku nyumbani, Kat aliamua kutafuta kazi ili ajitegemee. Hapo ndipo alipoingia katika saloni ya kisasa inayoitwa Pure Elegance, inayomilikiwa na Austin, mwanamume mwenye mvuto, utulivu na akili ya biashara. Kazi yake ya kwanza haikuwa rahisi. Alikuwa mgumu kwa watu, hakupenda mazungumzo ya kina na mara nyingi alionekana kama mtu mwenye kiburi. Lakini Austin aliona kitu tofauti ndani yake, mzigo wa hisia aliyobeba na uwezo wa kipekee wa kubadilika. Siku baada ya siku, Kat alianza kuzoea mazingira ya kazi. Alianza kuelewa jinsi Austin alivyoendesha biashara yake kwa utulivu na busara. Austin naye, licha ya sura ya kiongozi, alikuwa na majeraha yake ya zamani. Aliwahi kuumizwa na mpenzi wake wa zamani, na tangu hapo alijenga ukuta wa kihisia dhidi ya mtu yoyote wa karibu. Lakini ujio wa Kat ulibadilisha hilo. Kulikuwa na mivutano midogo, mijadala ya hapa na pale, lakini ndani ya mabishano hayo kulikuwa na cheche za mvuto ambazo kila mmoja alikuwa akizipuuza kwa makusudi. Uhusiano kati ya Kate na Austin ulianza kubadilika pole pole. Walipoanza kushirikiana kwa karibu katika kazi, walijifunza kuaminiana. Austin alianza kumfundisha Kate jinsi ya kushughulika na wateja, akaanza kumpongeza kwa kazi nzuri, na hata siku moja alimpeleka kwenye event ya mitindo kama mwakilishi wa salon. Kat alihisi thamani yake kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Kwa upande wake, Austin alianza kuvutiwa na nguvu ya Kate, uwezo wake wa kusimama hata alipokuwa akiumia ndani kwa ndani. Lakini kama kawaida ya maisha, mambo hayakuwa rahisi. Baba yake Kate alipogundua kuwa binti yake anafanya kazi kwenye salon badala ya kujifunza sheria, alikasirika sana. Alimtaka arudi nyumbani na kuachana na kazi hiyo ya kibwege. Kat alikataa. Alisimama kidete kwa mara ya kwanza na kusema, hii ni maisha yangu na sitaki tena kuishi kivuli cha matarajio yako. Katika kipindi hicho kigumu, Austin alisimama na Kate. Alimpa nafasi ya kuzungumza, kumuaga hisia zake, na kwa mara ya kwanza Kate alilia mbele ya mtu ambaye hakuhukumu wala kumlaumu. Wakati huo ndipo Austin alipogundua kuwa alikuwa amempenda Kate kwa dhati. Alimueleza hisia zake kwa upole na ukweli, lakini Kate, akiwa bado ana hofu ya kuamini mtu mwingine, hakutoa jibu la moja kwa moja. Uvumi ukaanza kusambaa salonini kuwa Kate na Austin wana mahusiano. Wateja wengine walivutiwa na uhusiano huo, wengine walipinga. Hali ikawa ngumu kazini. Kat alitaka kuacha kazi ili kuepusha drama, lakini Austin alimwambia, usikimbie tena. Mara ya mwisho ulikimbia nyumbani, sasa hukimbii tena, simama. Kat aliguswa na maneno hayo, akaamua kubaki. Wakiwa kazini siku moja, client maarufu aliporomoka baada ya kutumia bidhaa ya ngozi iliyokuwa imeharibika. Kat alikuwa ndiye aliyemhudumia, na hali hiyo ikamletea matatizo kubwa. Austin alisimama mbele ya bodi ya usimamizi wa biashara na kumtetea Kate, akisema kosa lilikuwa la mfumo, si yeye binafsi.
Kitendo hicho kilimfanya Kate amtazame Austin kwa jicho jipya. Hakuwa tu boss, bali alikuwa mtu aliyemwamini hata alipokosea. Baada ya tukio hilo, Kate aliamua kutomficha tena moyo wake. Alimueleza Austin kuwa amekuwa akimpenda kimya kimya, lakini alihofia kuwa mapenzi yao yangemharibia kazi au maisha yake. Austin alimshika mkono na kusema, si mapenzi yanayobomoa, ni uoga wa kupenda ndio unaoangusha watu. Walianza kuwa pamoja rasmi, lakini uhusiano huo haukupokewa vizuri na baba yake Kate. Alimkataa kabisa na kumfukuza nyumbani. Kate alihisi kuachwa tena na baba yake mwenyewe, lakini Austin hakumwacha. Walihamia pamoja kwenye nyumba ndogo, wakiendelea kuendesha